Wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibuni katika tafakari ya Dominika ya leo tunapoadhimisha Dominika ya Matawi. Dominika hii ya Matawi inatupeleka moja kwa moja katika kuanza kipindi cha Juma Kuu ambacho tunashuhudia mafumbo makuu ya ukombozi wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika hii ya Matawi inabeba hali mbili. Hali ya kwanza ni hali ya furaha ambayo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akiingia Yerusalemu kwa shangwe. Hali ya pili ni hali ya huzuni ambayo tunasikia simulizi juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hali hii ya huzuni inaishia katika furaha kwa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao unaleta ukombozi kwetu sisi wanadamu. Katika historia hiyo ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaona katika masomo yetu ya leo Kristo akijitambulisha kwetu, akishuhudia kwetu hali yake ya utii, unyenyekevu na uvumilivu katika yote aliyopitia ili tu haweze kutukomboa sisi wanadamu. Katika mahangaiko na maumivu mbalimbali anayopitia Bwana wetu Yesu Kristo, hakati tamaa wala hawazi kulipiza kisasi, bali anavumilia yote hayo na kuyakabidhi kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutukomboa sisi wanadamu. Kristo anatufundisha kuwa na moyo huo, moyo wa kutokulipa kisasi, moyo wa kutokulipa baya kwa baya, moyo wa kuwa na huruma hata kwa wale walio watesi wetu. Kama ambavyo wana wa Mayahudi walitandaza nguo zao na Yesu akapita juu yake, nasi leo tunaalikwa tuifungue mioyo yetu, Yesu aweze kupita ndani ya mioyo yetu ili atakapofufuka aweze kufuka nasi katika upya wa maisha, na upya huo wa maisha uweze kutusaidia kurithi ufalme wa mbinguni. Niwatakie Jumapili njema na maandalizi mema ya Juma Kuu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.